Karibu sana. Tunaangalia swala zima la hali ya miundombinu ya masoko kipindi hiki ambacho mvua inaendelea kunyesha, na tunaelezwa hapo na utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka utabiri wa hali ya hewa nchini kwamba mvua zitaendelea kunyesha hadi Jumamosi. Mvua hizi zimeendelea kunyesha kwa takribani wiki mbili sasa. Miundombinu ipoje katika masoko yetu hapa jijini Dar es Salaam, ikiwa Dar es Salaam ni kitovu tunasema cha biashara hapa nchini Tanzania, na ni eneo ambalo linatengeneza mzunguko mkubwa sana wa biashara ambazo zinatoka Dar es Salaam zinaenda maeneo mengine, na zipo ambazo biashara zinakuwa za bidhaa zinazotumika na wakazi wa hapa Dar es Salaam. Sasa mvua inaponyesha, baadhi ya masoko hali yake inakuwa sio ya kuridhisha. Baadhi ya masoko hauwezi kufika bila kuwa na viatu maalum, tunasema kuwa na mabuti, na baadhi ya maeneo unakuta bidhaa zimepangwa katika matope ambayo inaendelea kuhatarisha afya ya watumiaji wa zile bidhaa, lakini hata wafanyabiashara wa yale maeneo. Sasa swali linakuja, je, ni nini kinatakiwa kufanyika? Tunaelezwa kwamba kuna ushuru ambao unakusanywa kutoka kwa wafanyabiashara, lakini kwa nini hatuoni miundombinu ikirekebishwa? Changamoto inakuwa wapi? Ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Ni hatua gani ambazo zinatakiwa kufuatwa? Ndicho tunachokiangalia hapa kwa siku hii ya leo, na tayari tunao wageni wetu ambao tunao hapa studio. Good luck. Yes, kabisa. Tunaye Riziki Ngaga, yeye ni katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Karibu sana Riziki. Mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam kwa radhi. Katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana. Shukrani. Thabit Massa, afisa biashara mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana Thabit. Na tutaungana pia na Geoffrey Mbwana ambaye ni meneja wa soko la Mabibo, moja kati ya masoko ambayo yanatumika kwa kiasi kikubwa kwa hapa Dar es Salaam. Atakapokuwa tayari tutazungumza naye. Lakini afisa biashara mkoa wa Dar es Salaam, tuanze na wewe. Hali ya masoko yetu kwa sasa unaionaje? Labda nianze kwa kusema kwamba mkoa wa Dar es Salaam una jumla ya masoko 97. Ndio. Na kila masoko haya yanasimamiwa na halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ina masoko 20, halmashauri ya manispaa ya Temeke ina masoko 28, halmashauri ya Kigamboni ina masoko 9, halmashauri ya Kinondoni ina masoko 20. Kwa hiyo jumla ya masoko ni 97. Lakini katika masoko haya 97, asilimia kubwa ya masoko ya katika mazingira mazuri, wafanyabiashara wanafanya biashara zao vizuri. Masoko machache hasa ya barabarani kama Buguruni na Tazara na Ilala kwa kiasi kidogo ndo Mabibo. Na Mabibo. Hayo ndio yana changamoto, lakini serikali imetenga fedha za kutosha, na kila mwaka inatenga fedha kwa ajili ya ukarabati haya masoko. Soko la Ilala, lakini kwa nini hayakarabatiwi? Yanakarabatiwa, ila yanakarabatiwa kwa awamu. Hayakarabatiwi yote. Lakini haya masoko mvua zikinyesha hali inakuwa ni ile ile. Kwa mfano Mabibo, Buguruni, na hata watu ambao wanakwenda kufanya ukiangalia hizi picha ni picha ambazo tumezinasa jana Messi. Hizi picha hizi ndio hali ilivyo Mabibo, na hii ni bidhaa ya chakula. Lakini pia kuna hiyo Buguruni, hali iko hivi, na kama unavyoona hapo mvua ikinyesha mambo yanakuwa namna hii. Buguruni ni iko halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa mwaka huu wa fedha imetenga kiasi cha shilingi bilioni 7 kwa ajili ya ukarabati soko la Ilala na soko la Buguruni. Kwa hiyo tunategemea mpaka kufikia mwisho wa mwaka huu wa fedha mabadiliko yatakuwa yamefanyika katika masoko haya mawili. Ulisema fedha huwa zinatengwa kila mwaka na yanakarabatiwa kwa awamu. Huo ukarabati ni upi ambao unafanyika kwenye masoko? Unafanyika ukarabati wa kupitisha mifereji ya maji. Ukarabati kuna wakati tumeona maji hapo yanavyopita Thabit. Sasa kwenye hali ya mvua kama hii, mvua kama mnavyoona, mvua hii imekuwa kubwa sana. Imenyesha siku 2 mfululizo. Hata katika maeneo ambayo ni ya kawaida kwa Dar es Salaam kwa siku hizi 2 yamekuwa hayapiti. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza kusema ni kimezidi kidogo, lakini katika hali ya kawaida, mvua za kawaida mmekuwa mnaona mwaka huu wote hakuna
matukio makubwa, lakini sababu kubwa ni mvua hizi kubwa ambazo zimenyesha kwa siku hizi 2 za mfululizo ambazo zimeathiri maeneo mengi, sio kwenye masoko peke yake, hata barabara na hata kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo ukarabati huu utahusisha pia na Mabibo? Hili ni soko la Mabibo lenyewe sasa hivi. Ya, soko la Mabibo kama mnavyofahamu, soko la Mabibo kidogo lilikuwa na changamoto ya umiliki. Wafanyabiashara kwenye awamu iliyopita walikabidhiwa kuliendesha lile soko wenyewe, lakini walishindwa. Kwa hiyo usimamizi wa soko la Mabibo sasa hivi moja kwa moja umerudi katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Tangu lini? Tangu mwaka jana. Na halmashauri ya manispaa ya Ubungo imetenga fedha za kutosha kwa ajili ya kuanza kufanya ukarabati wa soko la Mabibo. Hasa ni kama tangu mwaka jana hizo fedha ambazo zimetengwa, mbona hazijafanya huo ukarabati mpaka sasa hivi? Tunategemea ukarabati kama nilivyosema, tunategemea ukarabati utafanyika mwaka huu wa fedha kabla hujaisha tarehe 30 Juni. Lakini fedha zimekuwepo, manake takriban mwaka mzima zipo tu, sio? Sawa, Riziki, kwa mwenyewe jumuiya ya wafanya biashara kwa hapa Dar es Salaam, katika mazingira kama haya ambayo pia tunaona kwa namna moja ama nyingine yanaathiri ufanyaji wa biashara, nyinyi mna push vipi ama kama jumuiya mnafanya nini kuhakikisha kwamba haya mazingira yanaboresha ama yanafanywa kazi kama ambavyo imekusudiwa? Okay, shukrani. Kwanza sisi ni daraja kati ya serikali pamoja na wafanyabiashara. Na kazi yetu kubwa ni kuishawishi serikali kwamba wafanyabiashara wote wanafanya biashara mazingira mazuri pasipokuwa na adha, kwa sababu wafanyabiashara kiboresha biashara, hata serikali inapata fedha za kutosha na wateja wanafika katika soko kwa wakati na wanatoka wakiwa katika mazingira mazuri. Na changamoto ambayo iko kwenye masoko ni kwamba masoko mengi miundombinu yake ni ya zamani na haijazingatia yale mazingira rafiki ya kipindi hiki. Na unajaribu kuangalia kwa mfano baadhi ya masoko ukienda biashara hazifanyiki katika sehemu ile sahihi. Unakwenda unakuta biashara ziko katika njia. Yaani umeweza kuona hata hizo picha zinazoonyesha kwamba mtu ameleta chakula lakini hakiko katika sehemu ile sahihi ambapo kilipaswa kikae. Yaani kimewekwa chini. Lakini unakuta kwamba kuna masalia ya kile chakula kinachokuwa kinauzwa kinabaki mle kwenye njia, na muda mwingine unakuta wanaweka ile uchafu kwenye mitaro, na ile mitaro muda mwingine ni midogo, haisafishi kwa wakati. Lakini pia hata mvua zikija unakuta kwamba ile mitaro ni midogo, maji hayawezi kupita kwa wakati. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunazipata katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ni nini serikali inapaswa kufanya? Inatakiwa iwekeze nguvu kwenye kutengeneza miundombinu ambayo inaweza ikaendana na teknolojia ya sasa, na wanaweza wakajifunza pia kwa matatizo ambayo yameweza kutokea kwa mkoa huu kwa muda mrefu. Na unakuta kwamba mvua ikiwa kubwa, baadhi ya maeneo hayapitiki. Hawezi kupita kutoka Kinondoni kwenda Kariakoo, unakuta Jangwani pamefungwa, na baadhi ya masoko huwezi kaingia kabisa. Hata kama gari linaingia kuja kushusha mizigo, haliwezi kuingia kwenye hilo soko kwa sababu nakuta kuna tope jingi ambalo haliwezi kutoka kwenye lile eneo kwa wakati. Kwa hiyo sasa sisi tunashauri serikali kwamba wajaribu kuangalia kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa rafiki kutokana na hali ya hewa ya sasa, na masoko tulionayo baadhi yake ni yale yametengenezwa kwa kipindi kirefu tofauti na sasa mahitaji yale ambayo yanatakiwa katika soko. Sawa. Bwana Thabit, kuna baadhi ya masoko hapa jijini Dar es Salaam ni masoko ya mfano. Kuna pale Sinza tunalifahamu lile soko, kuna Magomeni. Yaani kuna Magomeni lile lina hadi lift tunafahamu good luck. Kuna baadhi ya masoko yamefanikiwa kuwa mfano. Kisutu sasa. Kisutu, kwa nini masoko haya mengine tunashindwa kuyafanya nayo yawe bora kama haya mengine? Serikali huwa inaenda na bajeti. Na kila mwaka halmashauri unatenga fedha kwa ajili ya kuboresha masoko. Na katika kipindi hiki cha miaka 4 kuna masoko kadhaa ya kisasa ambayo yamejengwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Upande wa halmashauri ya jiji Dar es Salaam kuna soko la Kisutu, kuna soko la kisasa la Kariakoo. Upande wa Temeke kuna soko la Zakim, kuna soko la Kijichi, yote ni masoko ya kisasa. Upande wa Kinondoni kuna soko la Mwenge, soko la Magomeni, soko la Tandale. Kwa serikali kila mwaka, na mategemeo ya serikali ni kwamba hii adha baada ya miaka michache itafutika, tutakuwa na masoko ya kisasa ili wafanya biashara waweze kufanya biashara katika mazingira bora na mazuri.
Sawa, hapa kuna swala la miundombinu lakini pia kuna swala la uchafu. Naona kuna picha hii hapa, kama director anaweza katupatia. Moja ya kitu ambacho kinasababisha pia na ili miundombinu ionekane kwamba ni mibovu, haipitishi maji, pia ni swala hili la uchafu. Utaratibu upoje wa ufanyaji usafi na uzibaji wa mitaro hasa katika kipindi hiki? Katika kila soko, masoko yote kuna vitengo na moja ya vitengo ambavyo katika masoko ni kitengo cha usafi, na kila soko lina afisa afya anahusika na usafi wa mazingira ya masoko. Labda niseme tu hizi picha kama nilivyosema awali zimechukuliwa katika mazingira ya jana ambayo mvua imenyesha, na mvua ikinyesha accessibility ya magari pia kufika kwenda kufanya usafi kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tuchukulie ni picha ni mazingira ya jana, lakini kama tungechukua katika hali ambayo hakuna mvua kama jana, masoko yetu tunajitahidi kuweka katika mazingira mazuri. Kuna maafisa usafi, kuna watu wanaofanya kazi za usafi, kuna makampuni ya usafi ambayo yanalipwa kila wiki kwa ajili ya kwenda kuchukua uchafu katika masoko. Sawa sawa, tupate nafasi ya kusikia wananchi nao wanazungumza nini juu ya hali hii na wanashauri nini katika hili. Kwa majina anaitwa Alidi Ali Pangaleli. Ndio, shughuli yako? Shughuli yangu hapa ni mfanyabiashara ndani ya soko la ndizi Mabibo hapa. Okay. Kipindi hiki cha mvua pengine miundombinu ya soko imekuwa rafiki kiasi gani? Kidogo kuna hali si nzuri sana kama kunapokuwa na jua. Kuna maeneo kidogo ni makorofi ambao hata kipindi hiki cha soko huwezi kusema cha mvua hichi huwezi kusema unarekebisha na kufanya kazi. Lazima kuwe mvua zinyesi ndio kurekebisha, kwa sababu kama unavyoona magari yanavyokaa nje hivi, pamoja na kwamba kuna kuaga na issue ya magari kujaa ndani, tukaomba nje kwa ajili ya kuhifadhi magari kufanya biashara, ila pia kuna maeneo makorofi ambayo serikali inabidi ifanyie marekebisho, na nafikiri hichi kipindi pia cha mvua kinakuwa kidogo kigumu kutokana na kwamba huwezi kufanya kazi na mvua zinanyesha, ukafanya ujenzi na mvua zinanyesha, kidogo inakuwa ni issue. Nafikiri labda kipindi cha ambapo mvua zinakata hizi kidogo ndo kuanza kufanywa marekebisho. Kwa kweli kwa kipindi hiki cha mvua ili soko miundombinu ni mibovu sana. Soko la Mabibo, yani hakuna sehemu yenye nafuu, kote ni matope, maji machafu yanayochanganyikana na ya chooni. Kiukweli tunapata sana changamoto. Tuna kodi buti hapo mlangoni shilingi 1000. Ndio una kodi buti, unaenda humo ndani unazunguka na unavyohitaji, ukimaliza unarudisha buti, unaendelea na mishe zako. Toka nianze kuja sokoni sijaona penye tofauti. Sijaona penye tofauti. Wito wangu kwa serikali, wao wanatufanyia ukarabati au matengenezo, kwa sababu wafanyabiashara ni wengi sana. Ni wengi mno. Yani tuko wengi. Kwa hiyo miundombinu kama hii inatuathiri kwa kweli kiafya. Haiwi vizuri sana. Miundombinu ya soko wakati wa mvua ni changamoto kubwa. Changamoto sana, kwa sababu hata ukiingia kama mtu umetoka nyumbani huwezi kaingia hivi. Labda unless wewe unafanya kazi humo. Matope utafikiri banda la nguruwe vile yani. Yani kifupi waboreshe. Matatizo ni mengi kwa sababu unatoka nyumbani umejipangilia budget ya kununua vitu, alafu unakuja unawaza tena kuingia budget ya kunawa. Wananawisha watu kwa nani yao nje hapo. Au unatafuta maji ya kunawa mwenyewe kwa sababu ya tope unalokutana nalo humo ndani. Nini wito wako? Wito wangu waboreshe soko ili tufanye mazingira endane na biashara tunazouza. Unajua tunanunua biashara ya vyakula huko, malimbichi. Sasa unachukua ndizi kwenye tope na unaenda kuitumia nyumbani. Unakuta tunawalisha watu kwa sababu tu hawajui tunapotoa hiki kitu, lakini tunatoa kwenye matope ndizi. Sio fresh. Miundombinu kwa ndani ni mibaya sana, kwa sababu imenilazimu mimi nipande juu ya bodi ya gari kwenda kuchagua hizi ndizi na zisishushwe chini kwa sababu kuna matope, maji. Yani ukiziweka chini yenyewe ikifika sokoni lazima uzioshe kwanza. Kwa hiyo yani miundombinu mibovu sana, mibovu sana. Kipindi hiki cha mvua nini ushauri wako? Wamalizie tu karabati, kwa sababu walianza tokea mwanzo tukao wamewaleta hapa, lakini naomba tu wangemalizia kwa haraka, maana tunapata shida sana. Kama sisi wanawake ndio tunapata shida, kupanda juu ya bodi ya gari na kushuka ni ngumu sana, ni shida sana. Tunapata shida.
Baadhi ya wananchi waliofika kufanya manunuzi katika moja ya soko hapa jijini Dar es Salaam, soko la Mabibo, ambao wanaeleza namna ambavyo wanakutana na hizi changamoto. Riziki, moja ya nafasi ambayo mnayo wafanyabiashara, kwa sababu lini eneo lenu la kujipatia kipato, nafasi yenu na nyie pia mnafanya nini? Yaani wakati tunasubiri serikali ije ifanye jambo, lakini mimi nimepanga hapa bidhaa zangu, mbele yangu kuna mtaro ulioziba na takataka, sijishughulishi kufanya chochote. Kwa ikinyesha ya hadi juu. Wafanya biashara wana nafasi gani, na wao mnawajibika kiasi gani katika kuhakikisha hata hii miundombinu, kwa sababu sio kama miundombinu haipo kabisa, hata hii midogo iliyopo inatunzwa na inaweza kufanya kazi ili kuondoa adha kama hizi? Okay, shukrani. Kwanza, moja ya vitu ambavyo wafanyabiashara wanafanya ni kutii mamlaka za serikali. Kwa maana pile unavyofanya biashara, kama kodi inatakiwa kulipwa, maana yake unapaswa ulipe, kwa sababu ukilipa kodi tunaamini serikali kwamba itatengeneza miundombinu. Lakini kuna changamoto ambazo zinakuwa zinatokea kama tunavyosema, na tunaishauri serikali iweze kuboresha hayo mazingira. Unakuta kwamba kwenye yale masoko kuna biashara nyingi zingine hazikai katika mazingira ambayo ni rasmi. Unakuta kwamba kuna mwingine anakuwa anaweka biashara juu ya meza, lakini mwingine amepata idhini ya kuweka biashara ile chini ya barabara, kwa maana hata mtu mwingine anashindwa kupita kwa maana biashara imekaa katika maeneo ya watembea kwa miguu. Lakini unakuta kuna zile changamoto kwamba yale magari ya kuja kuondoa ule uchafu baada ya ule uchafu kuzalishwa, sababu haya maeneo ya vyakula uchafu unakuwa ni mwingi sana unaozalishwa kwa siku, lakini pia hautolewi kwa wakati. Yani unakuta gari linakuja baada ya siku 3 au linakuja baada ya siku 4 na uchafu unaozalishwa ni mwingi, kwa hiyo hauwezi kutoka. Kwa hiyo nafikiri ni kuwasiliana na wale ambao wanapewa zile tenda za kuweza kuondosha ule uchafu kwa wakati, lakini pia serikali pia kurudisha miundombinu kwa wakati katika ile maeneo, ili wafanya biashara pamoja na watumiaji waweze kuendelea kutumia bila adha, na wakifanya kwa wepesi, manake pia malalamiko yanakuwa hayapo. Lakini kwa sisi wafanya biashara pamoja na viongozi, mara nyingi ni kuishauri tu serikali, kwa sababu tunakuwa hatuna namna nyingine ya kuweza kuboresha hayo mazingira, kwa sababu uboreshaji wake hayo mazingira zinatakiwa fedha. Uwezo ukachukua mfanya biashara fedha zingine tofauti na zile ambazo baada ya kulipa serikali kama kodi. Tulitegemea sasa serikali iweze kuboresha hayo mazingira ili tuweze kufanya kazi bila shida. Na kuna mtaro nilikuwa nimeuona hapo kabisa, maji yametuama, ina maana hayana kwa kwenda. Umeona huu mtaro? Maji yametuama. Sasa hapo serikali inakuja kufanya nini? Mimi ni mfanya biashara, ninauza hapa pembeni. Ni kweli. Kwa hiyo maana katika haya masoko nahimizana kiasi gani? Ni kwamba eneo langu la kazi, ili kusafisha sio kazi ya mfanyabiashara. Kumbuka katika haya masoko kuna tenda zinatolewa kwa ajili ya watu kufanya hiyo kazi. Sasa ile tenda inavyokuwa imetolewa kwa ajili ya watu kufanya ile kazi, sio mimi mmiliki kazi yangu sio kusimamia kuhakikisha kwamba lile zoezi limefanyika. Let's say kuna kuja kubeba uchafu kwenye hilo eneo, kuna kampuni inapewa tenda, inakwenda inashinda tenda. Mnawabana vipi wanaokusanya uchafu ili tusione hali kama hizi? Kwa sababu kuna baadhi ya kampuni inalalamikiwa mwaka wa pili inaendelea kubaki ile kampuni inayozoa pale uchafu. Mnawekea utaratibu upi, kwamba masharti gani kwamba ili waweze kutimiza wajibu wao? Afisa Bwana Thabit. Ya kampuni hizi zinaingia mikataba na halmashauri, na ile mikataba ina masharti yake. Kwa hiyo zile kampuni ambazo zinaonekana kukiuka masharti, hazina uwezo, huwa zinaondolewa. Lakini hakuna soko ambalo inapita siku 3 gari la takataka halijafika. Hii ya miaka 2 miezi 3 mimi sijawahi kuisikia. Kuna ufanyaji wa usafi unafanyika mara kwa mara chini ya usimamizi wa maafisa afya na mazingira wa halmashauri. Na kingine ambacho umekiona pale ya wafanyabiashara kuweka biashara karibu na mtaro, ule ni ukiukaji wa taratibu za uendeshaji wa masoko. Kwenye masoko yetu tuna vizimba, tuna frame. Sasa mfanyabiashara haruhusiwi kufanya biashara karibu na mtaro, karibu na kizimba au barabarani. Na hawa wengi ambao wameonyeshwa kwenye TV hapa ni wale wa kiukwaji, lakini wale ambao wako kwenye sehemu nzuri biashara zinaendelea. Sawa. Tulisema moja ya soko ambalo tumeangalia hapa
na ambalo limelalamikiwa sana ni soko la Mabibo. Sasa tunaye Geoffrey Mbwama ambaye ni meneja wa soko hili la Mabibo, tunaungana naye kwa njia ya mtandao. Karibu sana, habari za wakati huu Geoffrey? Asante sana. Tueleze. Kwa majina naitwa Geoffrey Mbwama, ni meneja wa soko la Mabibo ndizi. Labda ambacho naweza nikazungumza kwenye eneo hilo, si kama nasikika? Tunakupata. Okay. Nachoweza kutoa maelezo kidogo kwamba ni moja ya soko ambalo limechukuliwa mfano kwamba pengine inaonekana kama kidogo linadhalisha takataka au kama ni chafu. Kinadharia sio chafu. Kipindi cha mvua. Labda niseme ni kitu gani ambacho halmashauri imeweza kufanya kwa kipindi chote cha mwaka jana na mwaka huu. Ukifika pale sasa hivi Mabibo, ule utaratibu wa kama maji yalikuwa yanajaa na kwa kama dimbwi au bwawa, yale maji sasa hivi yanaondoka kwa uhakika kwa sababu tumeshatengeneza mitaro ya kuondoa yale maji. Na kitu ambacho tumeweza kukifanya, wafanyabiashara kidogo walikuwa hawana uelewa namna ya kuhakikisha kwamba mazingira yao yanakuwa safi muda wote ili kuondokana na udhalishaji wa takataka ambazo hazina ulazima. Kwa hiyo tumeanza na ile eneo ambalo tunaingilia wanapopingilia magari ya kupaki ndizi huku, tumeweza kupiga kipande kile ambacho kio kinadhalisha takataka na tope la kutosha. Tumepiga kile kipande chote zege. Kwa sasa hivi huku tope halitokei. Kwa sasa hivi halmashauri inachokifanya, tupo hatua kadhaa za kufanya maboresho ya kuongeza mashedi matatu, ambao mashedi hayo yanakwenda kukava maeneo kadhaa mlioyamulika hapo. Kuna eneo ile ambao unauzia makabichi na kuna eneo la ambao unauzia ndizi za kutoka Moshi. Sasa hayo maeneo hatukuanza mara moja kwa sababu ya mchakato wa manunuzi, ila tuko hatua nzuri, ujenzi unaanza kwa ajili ya kukamilisha. Kwa sababu tumeshajenga hizo shedi tatu na kuweka mitaro na hiyo barabara ya zege kwa asilimia kubwa sana, naweza kusema 50%. Sasa soko linaanza kuonekana kuwa ni soko, sio kama zamani. Sawa, tutarejea kwako. Hatua hizo ambazo tunaweza kufanyia kazi, na hayo ndio maelezo. Lakini pia tutarejea kwako Godfrey, shikilia hapo. Tutarejea kwako, kumradhi kidogo. Tunaosoma JKT. Tunarejea kwako. Tunarejea. Shikilia pointi yako hiyo. Na tulikuwa tunazungumza hapa na meneja wa soko la Mabibo kuangalia kinagaubaga kwa upande wao wanafanya nini. Akawa ametujuza swala zima la maeneo ambayo wameanza kujenga miundombinu hasa kuweka zege kwa ajili ya kuzuia tope ambalo limekuwa pia ni adha kubwa. Sasa hivi tunafahamu ukienda soko la Mabibo inakulazimu kukodi mabuti ili uweze kwenda kufanya biashara. Karibu uendelee pale ulipoishia na utujuze sasa mmejiwekea muda gani? Yaani tutaona marekebisho hadi muda gani haya marekebisho yatakuwa tayari, ili na sisi kama ambavyo tumerekodi soko likiwa na matope tuje turekodi soko likiwa na zege la Mabibo. Asante. Sijajua kama umetembelea hivi karibuni, lakini nilikuwa naendelea tumetoka jana na tumekuta matope. Barabara ya ndizi ambayo nilikuwa nasema zamani ilikuwa huwezi kukanyaga kabisa. Ndiyo. Lakini sasa hivi pale huvai buti kwa sababu tumeweka zege kipande cha urefu wa mita 150. Na hiyo kazi imekamilika, imebaki sehemu ndogo ya kuegesha magari ya ndizi. Sasa hivi tunachokwenda kukifanya ni kwenda kujenga shedi tatu, ambalo moja litakava eneo la ndizi za Moshi na mengine mawili yatakava sehemu yanayouzia makabichi pamoja na mboga kwa maana ya mboga za majani. Lakini lingine ambao tunaenda kuanza hivi siku tatu kama wiki moja hivi tutakuwa tumeshaanza ni ile eneo ambao tunaegesha magari ya viazi. Hapa kidogo tulikuwa tumeweka vifusi vya lami, lakini kuna sehemu baada ya mvua kunyesha imeonyesha kama kuna maji yanatuama. Kwa hiyo mkurugenzi ameagiza kwamba sasa tutafute vifusi vya lami tuweze kuviweka pale na tuweze kushindilia na lile shindilia ile at least kuweza kupeleka maji yawe na direction ya kwenda kwenye ile mifereji tuliyojenga, ili asikae kama vile ambavyo ukiwa unaingia gate la viazi huku utaona kama kuna maji yametuama mahali kutokana na mwingiliano wa watu asubuhi wanakuwa wengi. Mkanyagano ule inaonekana kama ni tope, lakini ni maji yale ambayo unakuta machache yanabaki
yale yanakuwa yanavurugwa yanageuka kuwa nini? Kuwa tope. Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya, na hivi sasa hivi nilikuwa naelekea manispaa kwa maana ya kwenda kuona alipofikia engineer, lakini kimsingi kazi hiyo inafanyika hivi karibuni kwa lengo la kuhakikisha kwamba soko linaingilika kipindi hiki cha mvua. Sawa. Lakini ujenzi wa hizo shedi mpaka mwaka utakapopinduka tutakuwa tumeshaanza kutengeneza. Yaani tutatengeneza angalau mashedi mawili kwa kuanzia. Sawa Na sawa. hii iko kwenye hatua ya mwisho ya manunuzi. Vifaa vipo tayari, bati zipo, vyuma vipo. Kilichobaki ni maengineer tu kwa ajili ya kufanya structuring pale chini. Sawa, lakini kubwa pia Mbwana ambalo Kwa ni kazi ambayo inaendelea. Mbwana kubwa ambalo pia linazungumzwa na hata wao wafanyabiashara wakizungumza nao. Lakini pia kuhusu swala la usafi tunao Suma JKT ambao wanatusaidia sana. Sasa zoezi la usafi pale Mabibo asubuhi huwezi kufanya. Sawa, Mbwana unanisikia lakini bila shaka. Ndio. Naomba urudie? Bila shaka unanisikia. Ndio, naomba urudie swali kidogo. Nilikuwa bado sijauliza swali. Nilikuwa nasema ukizungumza pia na wafanya biashara wanazungumza kuhusu hapo nakusikia. Kuhusu ushuru ambao wanatozwa kwenye soko hili. Ushuru huu huwa mnafanyia kazi gani ikiwa soko linakuwa na hali hii miaka nenda miaka rudi pale mvua zinaponyesha? Labda ndugu mwandishi nieleze kwamba ushuru huo ndo umerudi kwa ajili ya maboresho ya soko. Kwa mfano, ukiangalia kwa muda wa miaka kuanzia mwaka 2020, mwaka 2020 tarehe 13 mpaka tarehe 17 wakati soko wanaliendesha wafanyabiashara walikusanya zaidi ya shilingi bilioni 2 ambazo hawakufanya chochote, lakini halmashauri imeingia mwaka jana tumeweza kutengeneza mfereji, tumetengeneza kizimba cha taka. Kwanza hapo kwanza. Tumeajiri Suma JKT wanaofanya usafi pale. Baada ya Mbwana, najaribu kuonyesha inafanya kazi gani. Sasa kabla hujaendelea, Mbwana. Imejenga kabla hujaendelea. Umesema mwanzoni walikuwa wanaendesha wafanyabiashara wenyewe wakakusanya bilioni 2 ambazo hawakuzifanyia chochote. Na nyie sasa mmerudi ili sasa mfanye nyie ile kazi ambayo walitakiwa kuifanya. Sasa hizi bilioni 2 ambazo unasema walizikusanya ziko wapi zenyewe? Sasa kwa sababu kwa nature lile soko kabla wakati wanaendesha wenyewe walichokuwa nakifanya kwa kweli kilikuwa wafanya biashara react na kulalamika kwamba pamoja na kwamba wanasimamia soko wenyewe haoni impact, bado wanatembea kwenye madimbwi, wanatembea kwenye matope, mabanda hayajengwi. Kwa halmashauri iliporudishwa lile soko, tunachokifanya sasa ndio hicho ambacho nikieleza kwamba tumeanza na kwanza sasa bado hujatuambia hizo hela maana yake sehemu ya kutunza taka. Hizo hela ziko wapi sasa? Tukaona kwamba ni vizuri hizo hela ziko wapi ambazo wafanyabiashara walikuwa wanazikusanya? Wamezileta kwenu ama hizo fedha walitumia wao? Kwa maana walieleza kwamba wametumia kwenye matumizi ya walitumia wao katika matumizi wanayoyajua. Manake kama hazijafanya kazi barua kufanya usafi zikawa zimeisha kwa maelezo waliotoa. Kwa mantikio ni kama zimepotea kwenye mazingira ya kutatanisha, sio? Katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, na hata hivyo walipoitwa kuhojiwa hawakutoa maelezo. Walishindwa kutoa maelezo, na that's why serikali iamua kuondoa na kurudisha soko serikalini ili tuwe Bwana kufanya yale ambayo nataka kufanywa kwa ajili ya wananchi. Hapa ni kwanza ni kuondoa ule uongozi ambao unakusanya zile fedha na kuwataka wakae pembeni ili sasa serikali ifanye majukumu yake, ambao kimsingi ndio tumeanza nacho kueleza kwamba tumeanza na hatua ya kwanza ya kuweka structure ya kutoa maji sokoni, lakini cha pili tukajenga mashedi maeneo ambayo wananchi walioathirika zaidi, tukatengeneza ile barabara katika eneo ambalo lilikuwa ndio shida na kizimba cha taka, lakini tatu halmashauri kaajiri Suma JKT ambao kazi yao ikifika kuanzia saa 4 saa 5 ni kuhakikisha kwamba wanazungukia soko zima kwa uchafu. Lakini pia tunasaidiana kutoa elimu kwa wafanyabiashara ambao kimsingi walikuwa hawana elimu ya namna ya kuondosha zile taka. Kwa mfano, mtu sheria inamtaka akiwa na meza, basi takataka kwenye meza yake angalau hatua 3 kulia 3 nyuma, yani kuzunguka meza yake kusiwe na uchafu. Lakini unakuta mtu atupa takataka hapo
zinakuja kukanyagwa hapo wakati watu wanunua vitu, mwisho wa siku na kikuwa tope. Kwa hiyo elimu yote tumeitoa sana. Ukipita sasa hivi utagundua kwamba wananchi kidogo wameanza kubadilika, wanaanza kuwa na uelewa kwamba kumbe kuondoa tope sokoni ni namna pia ya kutunza mazingira yanayokuzunguka. Kwa kazi yote tunaifanya kwa bidii sana, na mpaka sasa hivi tunauelewa angalau asilimia hata 60 wanaelewa kwamba takataka zinatakiwa ziende dampo. Sawa. Lakini hapo pia Thabit, nitamani kujua serikali imechukua hatua gani ikiwa fedha zilikuwa zinakusanywa pale za ushuru wafanya biashara hawa na hazijulikani zimefanya nini, na kama alivyosema yeye mwenyewe bwana kwamba zinaonekana zimepotea kwenye mazingira ya kutatanisha au kwa maneno mengine unaweza ni kama zimeliwa hivi, sio? Yeah. Hatua ya kwanza ambayo imechukua serikali ni kuondoa ule uongozi na hatua nyingine za kisheria zinaendelea ili kupata ufafanuzi wa matumizi ya fedha zile za bilioni 2. Yeah. Kwa hiyo hatua za kisheria itakapofikia hatua wananchi watafahamishwa. Sawa kabisa. Sawa. Na bila shaka umetuambia mwaka huu ukiwa unapinduka bwana, tutaona mabadiliko katika soko hili, na sisi hatutasita. Mvua ikinyesha tena tutapita Mabibo kuona kwamba kama kweli hali imebadilika. Tunashukuru sana kwa kuungana na sisi. Tunaomba pia wasituzuie waandishi wa habari. Na msituzuie kwa kweli tukifika hapo. Tunaomba utuahidi. Waandishi wa habari bila shaka hakuna sheria ambayo inatukataza kwenda kuchukua habari katika maeneo kama haya. Serikali ina mahusiano mazuri na waandishi wa habari na waandishi wa habari. Changamoto ambayo tumekuwa tukipata pia wakati kufanya kazi nataka mbia kujibia na muona hapa. Godfrey, tutakuja hapo kurekodi mvua ikinyesha tena, tunaomba msituzuie. Kuna waandishi wetu wametuambia. Maana wakati tunarekodi jana tulipata kadhia kidogo. Kabisa. Nilikuwa nataka kusema kwamba tunawashukuru kwa kipindi hiki, lakini pia tunapofanya mazuri basi mnakuja mnarecommend. Tutakuja. Kwa sasa progress ni kubwa, tuko zaidi ya 50%. Tuko zaidi ya 50% ya maboresho ya lile soko, na tunategemea kama nilivyoeleza kabla mwaka hujapinduka kuna kazi tutakuwa tumeifanya ambayo kimsingi tutawalika mje muione. Asante. Na sisi mazuri pia tutayaona. Naomba tuendelee kuiamini halmashauri na serikali kwa ujumla. Tuendelee kuiamini serikali na halmashauri kwa ujumla kwa sababu nia ni njema, na tunaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na nyinyi pia kwa muda wote mkao mkija, lakini pia nadhani mnaona utofauti. Asante sana, tunashukuru sana Godfrey Mbwama, meneja wa soko la Mabibo, tulizungumza naye kwa njia ya mtandao. Shukrani sana Thabit Massa, afisa biashara mkoa wa Dar es Salaam, na shukrani sana Riziki Ngaga, katibu jumuiya ya wafanyabiashara hapa Dar es Salaam. Tunashukuru na tunamshukuru sana Jafari Mponda ambaye ndiye alifanikisha kupata zile video pamoja na Richard Ngaila waliofanikisha kuhumulika soko japo kwa mbinde. Mimi naitwa Merox Mbaya, mwenzangu ni Good Luck Po. Tunahitimisha hivi kwa sasa.